Somo ambalo tutatembea nalo kwa muda wa siku hizi 6 linasema kufungua lango la mwaka na kukaa kwenye nafasi yako kama Mungu alivyopanga au alivyokusudia. Kufungua lango la mwaka na kukaa kwenye nafasi yako kama Mungu alivyopanga au alivyokusudia. Somo hili ni somo la kiufunuo. Kwa hiyo kama ni somo la kiufunuo, manake litafundishwa kiufunuo na msikilizaji naye inabidi asikilize kiufunuo. Amina. Haleluya. Ufunuo unaenda kwa ufunuo kila eneo, na hasa ukizingatia ya kwamba ni somo la kiufunuo la mwaka, na kwa bahati nzuri kwamba ndio linaachiliwa kwenye madhabahu hii. Nikitoka hapa litaenda kuachiliwa kwenye madhabahu ya St. John kule Kihonda. Kwa hiyo hapa ndio madhabahu ya kwanza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama ndio madhabahu ya kwanza, maana yake ni lango. Amen. Wakati somo lenyewe linasema kufungua lango. Kwa hiyo na ninyi mpo katika ufunuo wa nini? Wa lango. Ukishaelewa hilo, maana yake lazima upatanishwe na hili somo kiufunuo. Na kama Mungu atakusaidia na ukamwelewa namna ambapo unataka kuzungumza na wewe, utauona huu mwaka wa 2026 ni kama vile ulichelewa sana kupata ufunuo wa kufungua lango la mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapozungumza juu ya kufungua lango la mwaka, kwa nini tufungue lango la mwaka? Hili ni swali kwanza. Kwa nini kuna umuhimu wa kufungua lango la mwaka? Umuhimu wa kufungua lango la mwaka unatokana na hii 2025 ni mwaka ambao umepita, na Mungu anapokupa mwaka wa 2026 kwako na kwangu ni mwaka mpya. Why? Kwa sababu hakuna ambaye ameuona mwaka na uzee wako, lakini ulikuwa hujafikia 2026. Kwa kitendo cha kufika huko mwaka 2026 kwako wewe ni mwaka mpya. Kwa hiyo habari za 2025 unazo, habari za 2024 unazo, habari za 2023 unazo, zote za miaka ya nyuma unazo, kikalenda, kimfumo, kimatukio. Kwa hata leo hii nikisema kwamba 2025 nakumbuka matukio makubwa mangapi, kila mtu atakuwa nayo kwake. Kuna matukio ya kitaifa ndani ya mwaka, kuna matukio ya kikanisa ndani ya mwaka, kuna matukio ya kifamilia ndani ya mwaka, na kuna matukio ya kimkoa ndani ya mwaka, kuna matukio ya kiwilaya ndani ya mwaka, kuna matukio ya kimaeneo ya kieneo ndani ya mwaka. Kwa hiyo yale yote yanakuwa yamewekwa kwenye paketi ya mwaka uliopita. Kwa hiyo kama nitakwambia niambie matukio ya mwaka wa 2027,
Hakuna atakayejua. Au niambie matukio ya mwaka wa 2026 kuanzia sasa. Niambie matukio kuanzia sasa, kesho na huu mwaka wote. Hakuna anayejua. Amina. 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 Sasa 2026 maana huu ni mwaka kwetu sote, ni mwaka mpya ambao ndani ya huo mwaka kunakuwa na vitu vinakuwa vimewekwa huko ndani, na kama kunakuwa na vitu vimewekwa huko ndani, hutaweza kuvipata kama hutafungua lango la mwaka. Nasema hivi, unaweza ukawepo ndani ya mwaka wa 2026 lakini usiishi mwaka wa 2026, ukaishi mwaka wa 2024, ukaishi mwaka wa 2025, ukaishi mwaka wa 2023, ukaishi mwaka wa 2015, ukaishi mwaka wa 2010, lakini uko mwaka gani? Wa 2026. Okay, kitu gani ambacho kinakusababisha uwepo mwaka wa 2026 alafu kimfumo unaishi miaka 5 ya nyuma? Maana yake ni nini? Hukuelewa kwamba mwaka wa 2026 unahitaji nini, mwaka wa 2026 unahitaji nini, na hauwezi ukajua hitaji la mwaka wa 2026 kama hautapata ufunuo wa namna ya kuweza kufungua lango la 2026. Hilo lango utakaolifungua la 2026, kazi yake kwa nini? Lango ukishalifungua la 2026, kazi yake ni kukuruhusu wewe uingie ndani ya huo lango la 2026, alafu uone vilivyopo ndani ya huo mwaka. Unajua ni kwa nini 2026 unakuhitaji wewe? 2026 unakuhitaji wewe. Hebu sema 2026 unanihitaji mimi, na mimi nina uhitaji 2026. Kwa hiyo unajua sana Kiswahili, tunahitajiana. Kwa hiyo kwa hiyo 2026 unakuhitaji na mimi nina uhitaji. Amina. Amina. Hali yako ya kiroho ulio nayo ndiyo itakayokupa uhalali wa wewe kuwa na mamlaka ya kiutawala ndani ya huo mwaka wa 2026. Narudia tena, hali yako ya kiroho ulio nayo ndiyo itakayokuwezesha kuwa na mamlaka ya kiutawala ndani ya huu mwaka husika. Kwa unaweza kusema huo mwaka husika wa 2026 au 2027 utakapoingia, maana itakuwa ni kama ufunguo wako utakuwa kwenda kukusaidia wewe kufungua kila unapoingia kwenye mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu 2026 unakuhitaji wewe na wewe unauhitaji 2026 kiroho. Yule atakayekuwa na nguvu ya kuteka mwaka kiroho, atakayekuwa na nguvu ya kutawala mwaka kiroho. Narudia tena, yule atakaye uteka mwaka au yule atakaye kuwa na nguvu za kuuteka mwaka kiroho ndiye atakaye kuwa na mamlaka ya kiutawala kiroho ndani ya mwaka. 2026 ni namba, 2026 ni namba, lakini jina
lenyewe la huo mwaka ndilo linalobeba au linalombeba huyo mtu ambaye yupo kwenye hilo jina la mwaka huo aweje, kulingana na hali ya kiroho ya huo mwaka, hali ya kiroho ya huo mwaka, hali ya kiroho ya huo mwaka kitaifa, hali ya kiroho ya huo mwaka upo kwenye kambi, hali ya kiroho ya huo mwaka kikanisa upo kwenye kambi, hali ya huo mwaka kitaasisi upo kwenye kambi, hali ya kiroho ya huo mwaka kifamilia uko kwenye kambi, hali ya kiroho ya huo mwaka kieneo uko kwenye kambi. Uwe na uhakika hali ya kiroho ya huo mwaka, kama utakuwa kwenye kambi ya adui shetani, maana shetani ndiye atakayekuwa na nafasi ya kuutawala huo mwaka kimfumo. Na kama shetani atakuwa na nafasi ya kuutawala huo mwaka kimfumo, maana yake walioko ndani ya mwaka watakuwa wako chini ya huo mfumo wa kiutawala wa shetani, kwa sababu ndio uliokuwa na nguvu. Kwa hiyo wana ile kambi inakuwa na kalenda, kwa sababu ndio yenye nguvu. Nasema hali ya kiroho uliyokuwa nayo ndio itakaofanya huo mwaka huo upande wako au sio upande wako. Na ndio maana mahali pengine kwenye Biblia nasema ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana sasa, wangapi washapita njia ya Bukoba kwa njia ya barabara? Njia ya barabara. Yes. Kuna halmashauri moja inaitwa ya Ushirombo, ipo msituni pale, si ndio? Kwa sababu halmashauri yenyewe kuna msitu, alafu mbele ni msitu Ushirombo. Na miaka ya nyuma, nataka niwashuhudie kitu kitaweza kuwapa nguvu zaidi ya kuomba. Miaka ya nyuma kidogo, kama 6 hivi, nilikuwa nina huduma ya umoja wa makanisa tu. Yaani sio umoja wa makanisa CCT, ni huduma moja wa makanisa yote mpaka ya Kisabato. Kwa hiyo waliandaa kusanyiko la pamoja. Na nilikuwa sikuwa hapa Morogoro 25, 26 tarehe nikaondoka. 27 nikaanza huduma hapa. Maliza mwaka na Bwana, anza mwaka na Bwana. Wiki moja lina agenda ya kumaliza mwaka na Bwana, na wiki moja lina agenda ya kuanza mwaka na Bwana. Kwa hiyo nilipofika tu 27 ninaachilia lile somo linalosema jua roho inayofanya kazi katika maisha yako, kieneo, kitaasisi, kila eneo. Jua roho inayofanya kazi ndani yako. Je, hiyo roho yatokana na Mungu au na shetani? Na tulifanyia kwenye ukumbi. Kwa tukaanza tarehe 27, 28, 29, 30, 31. Pointi yangu ilikuwa ni 31. Kwa ile saa 31 si ndio sasa tunauaga mwaka na kuukaribisha mwaka. Na hata mimi nafikiri mlikuwa hapo. Sasa wakati muda umefika kwa ajili ya kuaga mwaka na kuanza kufanya maombi ya kuteka mwaka kiroho katika ulimwengu wa roho, nikasemeshwa kwamba
kuna vita katika ulimwengu wa roho usio wa kawaida. Kwamba nikaambiwa kwenye ukumbi, kwenye hiyo eneo la anga kuna zuio limewekwa, na hilo zuio limewekwa ili wanaoomba maombi yao yasifike kwenye madhabahu ya Mungu, ili waweze kupata uhalali wa kutawala huo mwaka. Kwa hiyo wakaweka zuio, na hiyo hali ikaribia kwa nguvu, na watu ni wengi zaidi ya 1,000 na wachungaji wenzetu wapo. Kulikuwa na padri alikuwepo. Kwa mkesha yaani ni mkesha ambao ulitengeneza umoja usio wa kawaida. Wewe piga picha mpaka wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia watumishi wa Mungu, sikilizeni. Kuna upinzani mkubwa kwenye ili eneo. Sasa kuna wengine wanapozungumzia upinzani, mambo ya kiroho, wengine ya makanisa mengine wanaona kama vile wanazungumza kitu cha ajabu au kijui. Nikasema kwa hiyo tusimame. Nikaambiwa kwa sababu nimekupa hiyo siri ya ili eneo, nataka usimame kuhakikisha kilichokaa kwenye hilo anga kuzuia maombi yenu yasifike kwangu, nikiangusha alafu kidhiriki. Jaribu kufikiria kuna zuio alafu unapata na ujumbe kutoka kwa Mungu unaosema kuna zuio. Maana yake ni nini? Mimi nimepewa, wewe hujapewa. Kwa maana kama mimi nimepewa, ukiwa na zuio na mimi pia kuna zuio, nisiposhughulikia zuio, maana yake wewe hautaona matokeo ya hicho unachokiomba kwa sababu kuna zuio. Kwa sharti yake kwanza ni kushughulikia nini? Zuio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikaambia tusimame. Nikaambia Mungu yuko hapa na nguvu zake ziko hapa na udhihirisho wake uko hapa. Kama ndio mazoea ya hili eneo, ya hili anga, sasa tunaye Mungu ambaye kaliweka wazi, maana yake lazima lishughulikiwe. Amen. Sasa wengine wanaangalia, wanafikiri tu ni kitu cha ajabu ambacho hawakielewi. Osha mkono, akanyosha kama za Mungu. Sasa muda umefika, kilichopo juu ya anga, kilichokaa kuzuia maombi yetu yasifike kwako, kwa sababu wewe ndio unayejua, shughulika nacho. Tukaomba, tukaangusha. Tunasema tunaangusha, ile nasema tunaangusha wachawi 6, kila mmoja kwenye nyumba yake, wakadondoka kwenye chini ya madhabahu. Madhabahu iko juu, ukumbi wa madhabahu iko juu, kwa wakadondoka kama hapa chini 6, wakiwa wana sura za ajabu, ni binadamu. Kuna mtu aliyobaki huko ndani, wakaanza kuona kwenye milango mitatu kutokea 6, sio kwenye ndoto, sio kwenye ufunuo, physical. Watu wakaanza kujadiliana, wanakimbia. Okay. Swali. Kwa nini wakimbia? Hatujawahi kuona. Kwa nini? Kwenye midomo yao ni damu tu. Yaani ni damu tu. Yaani ni damu, mapovu yanatoka damu tu. Nikabakia peke yangu juu ya madhabahu. Nikaambia sasa, mnakimbia, mnaogopa nini? Ukishaona hivi manake hawana kitu hawa. Yaani hawa ni bati ambao halina kitu. Nikaambia msikimbie. Wakakaa wanaanza kupiga kelele. Kama msipige kelele, kwa nini mnaanza kupiga? Viti vyote havina watu. Wana mashine ya miilizi imekaa, mingine inapumua namna hii. 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia, okay, kitu gani kimewafanya mwangukie huko ndani? Wakasema, toka mlipoanza semina hapa tarehe 27, sisi kuanzia tarehe 1
mwezi wa 12 kikanda tumeweka kambi kwa awamu hii. Kanda ya Ziwa, kambi tumeweka kwenye huu msitu wa halmashauri kwa Mbeya, ndio tumeweka kambi kikanda. Kwa hiyo kila kanda tunaweka kambi porini kwa muda wa siku 31 kutafuta nguvu ya kuwa na uhalali na huo mwaka. Kwa hiyo nguvu anaanza kuitafutia kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 31. Yes. Wanapoingia mwaka mwingine ule mpya, wanaingia wakiwa tayari wana hiyo nguvu. Hawarudi nyumbani porini. Na nini kinachofanyika? Wanasema huko sisi ni kunywa damu. Chakula chetu ni damu. Kwa hiyo tulipoona awamu hii mambo yetu hayaendi, tulipomulika tukaona hapa kuna kitu kinachoachiliwa kinyume na sisi. Na sikiliza, kuna kitu kinachoachiliwa, hicho kitu kipo kinyume na sisi. Kwa hiyo kilikuwa kinakuja kunyonya nguvu zetu. Kwa hiyo tunashindwa uhalali, tunashindwa kuwa na nguvu. Na kwenye kanda zao kanda itakaoshindwa, hiyo kanda itakuwa kwenye adhabu mwaka mzima. Kwa sababu tukasema hatuna namna hapa, lazima tushughulike na hili eneo. Ndio maana tukaja kwenye hili eneo, tukakaa hapo juu, tukashangaa tumekaa hapo juu na wewe ukaonyeshwa. Tukasema huyu ni mtu aina gani? Ni mtu aina gani? Nikaambia kani huduma waga zifanyike. Akasema zinafanyika tu huduma, zinafanyika, lakini huduma zinazofanyika ziko chini yetu. Zipo. Nikawauliza kwa nini? Kwa sababu ndio tunakuwa na uhalali wa huo mwaka, sisi tunakuwa na nguvu. Kwa hiyo wataenda kanisani, kutakuwa na semina, kutakuwa na mikutano, lakini iko chini yetu. Haleluya. Amen. Nakupa tu utangulizo hili somo ili uweze kupata hamu kuomba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikauliza kwa nini? Kwa sababu sisi tunakuwa na uhalali wa huo mwaka. Tunakuwa na uhalali wa huo mwaka. Kwa hiyo tunakuwa na nguvu ya kiutawala ndani ya huo mwaka. Sikiliza. Anayekuwa na nguvu ya kutawala ndiye anayekuwa na nguvu ya kimaamuzi anayowatawala. Nasema anayetawala au anayekuwa na nguvu ya kutawala ndiye anayekuwa na nguvu ya kimaamuzi anayewatawala. Kwa nguvu ya kimaamuzi anayowatawala huko chini ya yule anayetawala. Au kunielewa? Nguvu ya kimaamuzi ipi? Nguvu ya kimaamuzi ya kitaasisi, nguvu ya kimaamuzi ya kifamilia, nguvu ya kimaamuzi ya kibinafsi, nguvu ya kimaamuzi ya kitaifa, nguvu ya kimaamuzi ya kieneo. Kwa sababu yeye ndiye mtawala. Kama yeye ndiye mtawala, yeye ndiye anayekuwa na maamuzi. Kwa hiyo kuna maamuzi mengine sio ya kwako, ni ya mtawala. Nasema hivi, kuna maamuzi mengine yanakuwa sio ya kwako, ni ya mtawala. Anaachilia hayo maamuzi. Sio akili yako, sio uwezo wako. Ni yule mtawala ambaye ndio mwenye nguvu ya kimaamuzi juu yako. Anakufanyia maamuzi ya kimaisha, anakufanyia maamuzi ya kindoa, anakufanyia maamuzi ya kifamilia. Ni mfumo. Sio kama utaenda kanisani, lakini hilo kanisa litakuwa liko chini ya kimaamuzi wa huyo mtawala. Wanazungumza hivi, kiongozi wanazungumza hivi, wachungaji na mapadri wanabaki wanatazamana.
Ninakupa tu msingi. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kitu gani kitakachoendelea. Kwa hiyo wakati anaongelea hivyo, nikamwambia hiyo kambi ni vitu gani ambavyo mnavifanya? Maana ukishawakamata wewe maliza vyote. Akaongea mtu nini sana? Sijui kama unajua. Sijui kama unajua. Kwa nini mwezi wa 12? Nasema hivi. Sijui kama unajua. Kwa nini mwezi wa 12 unakuwa na ajali nyingi? Akasema mwezi wa 12 unakuwa na ajali nyingi. Kwa nini? Kwa sababu wanahitaji damu za watu. Kwa sababu damu za watu wanazihitaji, kwa sababu ndio wanaotaka kuwatawala. Kwa ile nguvu ya kiutawala iko ndani ya damu. Kwa hiyo kunakuwa na muunganiko kati ya damu na mwanadamu. Janielewa? Haleluya. Amen. Nasema hivi, kunakuwa na muunganiko kati ya damu na mwanadamu. Kwa hiyo damu ya mtu anakuwa na muunganiko na mwanadamu aliye hai kiagano. Kwa nini? Wenyewe wanachotafuta ni uhalali wa utawala kwa wanadamu, sio kwa wanyama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wanaongea. Nasikiliza. Kwa kikanda. Wakiishiwa wanatafuta. Tuchukue damu za kina nani? Mwezi mzima wanatafuta nini? Wanatafuta nguvu ya kuuteka mwaka. Wewe unafikiri akili ya kusafiri mwezi wa 12 ni hapa? Akili ya kwenda kula sikukuu pengine maeneo fulani ni hapa? Ile akili ni ya kimfumo. Ile akili ni ya kimfumo. Sikukuu hii ngoja niende Zanzibar. Sio wewe. Sikukuu hii ngoja niende kwa shangazi. Sikukuu hii ngoja niende kwa mjomba. Sikukuu hii ngoja niende kwa rafiki yangu. Rafiki yangu sikukuu hii itakuja, utasafiri. Kumbe katika wingi wa safari nyingi ndio wao wanapata urahisi wa kusababisha matukio. Naongea na watu hapa. Amen. Naongea na watu hapa. Amen. Naongea na watu. Haleluya. Haleluya. Amen. Akisema sasa unafundisha somo ijue roho inayofanya kazi ndani yako kieneo kitasije. Hiyo roho yatokana na Mungu au na ulipozungumzia hiyo, na wakati hawa watu wote unaowaona hapa tumewateka, tumewakamata. Kwa hiyo unapoachilia hicho kitu, maana yake unakuja kugusa, unatugusa. Kwa ndio maana kazi zetu zimekuwa ngumu sana toka ukanyagia hapa wiki hii mpaka leo 31. Tukasema hakuna namna, lazima tupambane naye sasa kieneo. Kwa hiyo unaona wanatoka kwa msituni, wanakuja na ile nguvu, wanakaa kieneo, wanakaa angani, wanakaa eneo ambalo ile somo linaachiliwa, wanakaa eneo ambalo tukio linafanyika. Wakati wanakaa hapo juu katika ulimwengu wa roho, Mungu anasema sikiliza, huko vitani kuna kitu kinaachiliwa hapo, kuna kizuizi kinaachiliwa hapo kwa ajili ya kuhakikisha ninyi mpate uhalali wa kutawala wa mwaka. Amen. Ulipozungumza ndio lazima kusimama. Mlipoanza kwamba sasa tunarusha, tukajikuta nguvu tulizokuwa nazo za kukaa hapo juu zikaisha, tukajikuta tuko hapa chini. Hatuna nguvu tena. Na wala sasa hatuona mamlaka tena ya kuweza kutawala tena huu mwaka.
kwa sababu tumeishiwa nguvu na hatujui kitakachotokea kwenye kanda yetu hii ya Ziwa, maana sisi ndio tumekosea, lakini wengine wote ni kanda moja kwenye huu mwaka, kwa kanda moja tu, wengine wote wamefanikiwa, lakini kanda ile ya Ziwa tayari ile zile siri zao zikawa wazi. Kuanzia pale sichezi, kuanzia pale sichezi na mwaka. Kwa hiyo wao kama wanaanza tarehe 31 tarehe 1 mwezi wa 12, mimi nakarudi nyuma hatua mbili, na bana nao kuanzia mwezi wa 10, wa 11, wa 12, atuone sasa. Yaani kufikiria hawa watu wako msituni mwezi mzima, sio nyumbani, msituni mwezi mzima. Wewe mwezi wa 12 lini umejitenga, umeenda polini kumlilia Mungu kwa ajili ya mwaka mwaka wa 2026? Unaona kwa kweli ulipokuwa mwaka jana na mwaka juzi, hata sasa na hata vile, naona hakuna badiliko, hakuna tofauti. Sio wewe tayari kifikra ushakamatwa. Kwa nini nazungumzia juu ya kufungua lango la mwaka? Maana tunapopewa mwaka 2026 ni lango, 2026 ni lango. Kwa kama 2026 ni lango, unaweza ukawepo ndani ya huo mwaka wa 2026, usiwepo ndani, usiingie ndani ya lango kwenye huo mwaka wa 2026. Na kama utakuwa nje ya lango, maana utakuwa mwaka wa 2026 lakini hautaishi mwaka wa 2026. Nasema hivi, kimfumo, kiroho, ya 2025 imeisha, ila ya 2026 yamewekwa kwa ndani ya lango. Hautayapata mpaka uingie ndani ya lango. Sasa lango hujafungua, utayapataje ile yaliyoko ndani ya mwaka wa 2026? Kiroho kuna vitu vingi ndani ya mwaka wa 2026 vipi? Toka nilipogundua hiyo siri, nilipoanza hayo maombi, maisha yangu yakaanza kubadilika kwa kasi sana. Kwa nini? Kimfumo sitawaliwi na mfumo wa kuzimu wa umiliki wa mwaka, ila mimi ndio na umiliki mwaka, natawala mifumo ya kuzimu, na itawala, haitasimama, haitaweza, na inyamazisha, haitafanya kazi. Amen. Kwa nini? Kwa sababu siri zao ziko wazi, na mimi tayari nimeshawaendea kwenye maombi mapema, unamaliza nao. Kwa ndio maana vita moja hapo ambayo ninayo mimi, ni vita moja hapo ambayo ninao, ni vita za kuzimu. Na mateso mengi tunayopata sisi wanadamu ni yanaangaliwa kuzimu. Magonjwa kuzimu, mafarakano kuzimu, mazuia ya uchumi kuzimu, kukosa upendo ni kuzimu, mafarakano ni kuzimu, kuchukiana ni kuzimu, kusemana ni kuzimu. Zinatengenezwa hizo roho, zinachiliwa. Kwa mwaka 2026 wanataka waachilie roho gani kwenye maeneo gani, na ili itokee nini? Ghafla mlikuwa mnatembea pamoja, alafu ghafla hamtembei tena pamoja, mnaanza kusemana. Jamani, mwaka ambao tunawaza vibaya, sio kuwaza vibaya. Tayari wazee wamesema sasa wawatengenezee hicho kitu. Halo? Tunataka kujenga kanisa. Jamani, kanisa. Kanisa tunajenga kanisa. Wanajua hata ni kanisa wale. Kwa sababu wao ndio wanatawala, wanatoa mpaka maamuzi. Wanatawala mpaka nini? Maamuzi. Wa kujenga kanisa wale. Mwalaje Nkola? Sio hiki kiwanja. Kitu cha kwanza sema kwamba anaachilia roho ya kujikataa wenyewe. Kwa kweli kwanza wenyewe tuko wachache. Kanisa hili bado tunafanyaje? Hatujalijaza. Tunahangaika na kanisa lingine jamani. Jamani, kwanza tuimarishane, kwanza tufanye uinjilisti, tuwe wengi kwanza, alafu tujenge
unapita, mwaka unapita, mwaka unapita, hakuna kitu kinatekelezwa. Na msifikiri kwamba muombe, tunaomba kwa sababu kuomba ni kitu kingine na kujibiwa unachokiomba ni kitu kingine. Kuwepo ndani ya mwaka wa 2026 ni kitu kingine na kuona matokeo ya huo mwaka wa 2026 ni kitu kingine. Shetani adili na wewe kuwepo ndani ya mwaka wa 2026, anadili na matokeo. Na matokeo, kuna vitu vimewekwa ndani ya mwaka 2026 vipo. Na ndio maana ukishakuwa kwa mwaka 2026 nikafuata na 2025. Ni hatari sana kama utakuwa kwa mwaka 2026 ukatembelea maono ya mwaka 2025 huko Longo. Kwa sababu 2026 inahitaji maono mapya, malengo mapya na mipango mipya kiutekelezaji. Why? Tazama sasa. Ya kale yamekwisha pita na sasa yamekuwa mapya. Kwa hiyo huwezi kuleta kitu cha kale kwenye jambo jipya. Nasema hivi, huwezi kuleta kitu cha kale kwenye jambo jipya. Nasema huwezi ukapika ugali ukachanganya na mchele. Haleluya. Haleluya. Angalia kitabu cha Isaya 60:11. Isaya 60:11 inasema hivi, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Baada ya nini? Baada ya malango yako kuwa wazi. Kama lango lako haliko wazi, hakuna utajiri wa mataifa utakao kujilia. Kwa nini? Lango limefungwa. Kama lango lako haliko wazi, hakuna watawala na wafalme watakao kujilia. Kwa nini? Malango yako yamefungwa. Kwa sababu swala sio wewe, swala ni kuwepo ndani ya lango. Kuwepo ndani ya lango, kupita ndani ya lango, kukaa. Na ndio maana baada hapo huko mbele tutajifunza juu ya wingi wa kukaa kwenye nafasi. Kuingia ndani ya lango. Kwa sababu unaweza kuingia ndani ya lango usikae kwenye nafasi. Kwa unaweza kaingia kanisani lakini usikae kwenye nafasi. Kwenye position ambayo Mungu amekupangia ukae. Ingawa uko ndani ya lango. Nimekwambia somo la ufunuo inabidi Mungu akupe na wewe ufunuo wa kusikiliza vizuri. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Tafsiri ya neno langu au malango kibiblia ni mahali penye mpenyo, unapata nafasi ya kuingia na kutoka. Tafsiri ya neno langu au malango kibiblia ni mahali penye mpenyo, na unapata nafasi ya kuingia na kutoka. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya pili na ule mstari wa 12, Biblia inasema hivi, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Yesu ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Wewe ni mtume Paulo. Nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sio mlango wa Troa. Nikafunguliwa mlango katika Bwana. Nilipofika katika mji wa Kola, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Kwa mwingine hawezi kujua kama nimefunguliwa mlango wa Kola katika Bwana, kwa sababu hajui. Ila mtume anasema nikafunguliwa mlango. Na huyo anasema anaenda kwa ajili ya injili. Sikiliza. Umuhimu wa kufunguliwa mlango ni nini? Kwa nini? Kwa sababu huyu anaenda kwenye injili, anaenda kwenye huduma. Kama mlango umefungwa,
kwenye semina kanisa la Mwanawajia Nikola, kama mlango umefungwa, nitafanya semina nje ya lango. Anasema nitafunguliwa mlango katika Bwana. Maana kama mlango umefungwa, utakuwa Dar es Salaam nje ya lango, utakuwa shambani nje ya lango, utakuwa kwenye biashara nje ya lango, utakuwa kazini nje ya lango, utakuwa safarini nje ya lango. Kwa nini? Lango limefungwa. Na lango likishafungwa, maana hautaona vilivyopo ndani ya nini? Ya lango. Kwa sababu lango limefanyaje? Nasema hivi, kwenye nyumba ya mchungaji malango yakifungwa, nyumba nitaiona sitaiona? Sawa sawa, eh? Nyumba nitaiona sitaiona? Si nitaiona. Okay. Na nitafika mpaka pale vilivyopo ndani ya hiyo nyumba. Nitaviona sitaviona? Why? Lakini niko wapi? Niko wapi? Kwenye nyumba ya nani? Kwenye kiwanja cha nani? Kwenye mpaka ya nani? Kilichopo ndani ya hiyo nyumba nitajua vigumu, kazi yake nitajua, faida yake nitajua. Sasa cheki, nikiambiwa umefika kwa mchungaji, hujafika. Halo? Utasema nimefika, si ndio? Okay. Hebu niambie, pale sebuleni kwa mchungaji kuna makochi mangapi? Hebu niambie, pale sebuleni kwa mchungaji kuna TV hakuna? Hebu niambie, mapazia ya nyumba ya mchungaji yako? Swali. Umefika hujafika? Kufika kwa mchungaji ni kuona jengo au kuona vilivyomo ndani ya mchungaji? Si ndio? Kwa sababu mle ndio una assignment. Inavuka vingapi? Choo chake kiko wapi? Choo cha ndani kikoje? Hujui. Lakini ukiambiwa umefanyaje? Umefika pasipo kufika. Watu wengi sana wanakuwa ndani ya mwaka lakini hawako ndani ya mwaka. Why? Hawakuingia ndani ya mwaka. Ni wameenda kwa mchungaji, wakakuta malango yamefungwa, alafu anatengenezea ubalani. Nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, shetani kukuruhusu wewe kuwepo ndani ya mwaka wa 2026 wala sio tatizo, ila kuviona vilivyopo ndani ya mwaka huwezi kuviona kwa sababu lango ingawa mwaka gani? 2026. Lakini 2026 unahitaji nini? Kujui. Kwa nini? Uko nje. Nasema hivi, kila mwaka una maelekezo yake. Kila mwaka una maelekezo yake. Nitakwambia uko mbeleni Mungu akinipa kibali. Mwaka huu nimepata maelekezo magumu juu ya mwaka wa 2026. Na hayo maelekezo tunayafanya kila siku, alfajiri, asubuhi, saa 9. Ninapofunga lango la alfajiri. Tutajifunza.
siku 365 kila siku asubuhi. Na nilipopata hayo maelekezo nikaanza kuongea na Mungu, ninawezaje kufanya hayo? Mbona sasa naona kama uwezo sitakuwa, nasema swala la uwezo sio la kwa. Ila mimi nataka ufanye. Mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2026. Ndio itakuwa mwisho. Tayari nitakuwa nimekupa maelekezo mengine ya mwaka 2027. Kwa maana mimi na uhakika wa kufika 2027. Amen. Sasa nimepewa maelekezo na Mungu hawezi kukupa maelekezo yakakatishwa. Kwa hiyo shetani hawezi kukatisha. Kwa maana natembea 2026 nikiwa na uhalali kuanzia siku ya kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Kwa maana mimi shetani kila eneo nimempata. Kwa nini? Nipo kimaelekezo. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Pointi nyingine, unapofungua lango la mwaka, Mungu anawekeza vitu vyake kwa ajili yako kule ndani ya mwaka, vitakavyokusaidia kiroho na kimwili ndani ya huo mwaka. Unapofungua lango la mwaka, Mungu anawekeza vitu ndani ya mwaka unaopewa. Kama hivi tuko mwanzoni mwa mwaka, kuna vitu Mungu ameweka ndani ya huo mwaka. Full package. Ndani ya mwaka kuna wachumba, kuna biashara, kuna safari. Ndani ya mwaka kawekeza afya, kawekeza furaha, kicheko, kawekeza upendo. Sijui kama unajua ndani ya mwaka kawekeza mpaka pamba. Yaani nini? Mpaka kulala. Kawekeza huko ndani. Kawekeza mpaka maelekezo ya sabuni, maelekezo ya nywele, kawekeza huko ndani. Kuna mwaka mmoja nilipata maelekezo magumu kwa mke wangu kwamba kama miaka 3-4 iliyopita kaenda mke wangu na mwenye mwaka kaambia hivi, tarehe 1, yaani maana hilo sasa mwenye kesho asubuhi uende saluni ukanyoa. Na mtoto anamjule mpaka huko. Umeona? Yaani wewe umelala mpaka hajanywa miaka 5. Akaniambia, "Unasemaje?" Akasema, "Gani nimesikia?" Kujasikia. Kama hebu rudia kuomba. Anasema hivi, rudia. Kwa maana yake haamini nilichoambiwa. Nikamwambia hivi, mimi sirudii. Ile nilichoambiwa ni hicho. Kwa hiyo swala la utekelezaji si la kwako. Swala la utekelezaji ni la kwako. Katika kila moja tunasherehekea mwaka. Tunalala. Asubuhi anaamka, kichwa chote kinauma. Kichwa. Anaona nywele zote zinafanya. Kichwa. Kaambia vipi? Yaani vipi? Vipi? Yaani nywele, yaani kichwa kinauma sitaki. Kabla jana kanisa nikaenda saluni.
kanyoa. Aliponyoa maumivu yote. Nasema hivi, Mungu anapokupa mwaka, Mungu anawekeza vitu ndani ya huo mwaka kwa ajili yako. Nasema hivi, mwaka wa 2025 kulikuwa na mahitaji ya mwaka 2025 kwako. Vyote viko mule. Lakini kwa sababu hujui, vimekupita. Zikikuwa kidogo, mwaka ule wote mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Halo? Halo? Na leo wakati na niliambiwa ni bajeti yako naitumia na mimi niweke. Sasa msinikasirikia wanawake, nazungumzia kwa mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mwezi ukasuka msuko wa 120, 50. Kwa mimi nikapewa wastani wa 50,000 kwa mwezi. Kwa kila mwezi naweka 50,000. Ilipofika mwezi wa 12 na 600,000. Nikamwambia mke wangu, maelekezo niliyopata ni haya. Hii hela ni ya kwako, ni matokeo ya kunyoa. Chini. Sote sasa ndio. Na mimi nimeambiwa biashara akaunti yake sasa hivi ukiangalia na zaidi ya milioni 20. Kwa dakika. Kwa maelekezo ya biashara yalikuwa ndani ya mwaka kwenye kitu. Ushaje kujiuliza hicho kitu? Nasema hivi, maelekezo ya biashara yalikuwa ndani ya huo mwaka kwenye kitu. Kwa mwaka ulipoisha, ulipoingia mwaka mwingine, akapata maelekezo ya biashara baada ya nini? Baada ya kile kilichotokea. Na anafanya biashara, fedha yake sigusi. Kwa ndani ya miaka mitatu hii, kwa akaunti yake zaidi ya milioni 20. Kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi ngapi? Asingenyoa. Kwa kusingekuwa na muujiza milioni 20. Kwa hiyo muujiza milioni 20 ulifungwa kwenye nini? Kwenye kitu. Ndani ya nini? Ndani ya mwaka. Nasema hivi, Mungu akishawekeza vitu ndani ya huo mwaka, ukishagundua kipi cha kuchomoa, ukikichomoa hicho kitu ambacho Mungu amekuonyesha ndani ya huo mwaka, hata kama ni kidogo, my dear, my friend, hicho kidogo hautakiona tena kidogo, kitaenda kutengeneza kitu kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu aliweka huko ndani. Ni Mungu aliweka huko ndani. Ni rahisi tu. Mara nyingi sana tunafanya vitu ndani ya mwaka husika, tukishaingia tunafanya vitu kiutaratibu na kimazoea, na wala si kwa matakwa ya Mungu juu ya uhitaji wa huo mwaka. Unahitaji nini? Sijui kama unajua mshahara unaweza kawa ni huo wa 500,000, lakini juu ya matumizi ya mwaka husika ni tofauti na mwaka jana. Kwa hiyo Mungu anaachilia maelekezo juu ya fedha kulingana na mwaka uliokuwa nao. Huo mwaka unahitaji nini kwako? Nazungumzia fungua langu la mwaka na kukaa kwenye nafasi kama Mungu alivyopanga. Anasema nimefunguliwa. Malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Maana lango likishafunguliwa la mwaka ndani yako, hilo lango linakuwa wazi kwa ajili ya baraka. Baraka ambazo Mungu anakusudia kujiachilia. Kwa sababu baraka zikiachiliwa, kama mlango wa kupokea baraka umefungwa, baraka zitakuja. Kwa nini mlango umefungwa? Baraka za uchumi zikifungwa,
Kwa nini? Hakuna kipya. Mtume Paulo anafika Troa, anasema nimefunguliwa mlango na Bwana, sio na mtu, na Bwana. Mungu akishakufungulia mlango, hakuna anaweza kufunga huo mlango kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akishafungua mlango, kama amefungua kazini, bosi hata kama ataweka majungu, hataweza kufunga huo mlango, kwa sababu aliyefungua sio yeye, ni oda kutoka mbinguni. Unaanguka huyo mlango wako uko wazi. Akienda shambani mlango uko wazi. Akienda kwenye biashara mlango uko wazi. Akienda ofisini mlango uko wazi. Akienda kwenye familia mlango uko wazi. Akienda kanisani mlango uko wazi. Akiingia kwenye maombi mlango uko wazi. Akinena kwa lugha mlango uko wazi. Akisafiri mlango uko wazi. Akiongea mlango uko wazi. Akiwa kwenye kikao mlango uko wazi. Aina mlango uko wazi. Ndiye atakayepitishiwa bila Bwana anakusudia kuipitisha ndani ya mlango, kwa sababu huyo mlango wake uko wazi. Mabili na Bwana anatoka kwa 100, lakini ni mmoja tu ambaye mlango utakuwa kwa wazi. Una uhakika, wengine watabaki wanashangaa. Wanajua hiyo siku ya leo wanabadilisha mitindo. Kwa nini wewe wakikuangalia unapata wapi fedha? Nimefunguliwa mlango. Tuko wote, lakini sio wote tunafunguliwa mlango. Tunasali wote, lakini sio wote tunafunguliwa mlango. Tunalima wote shamba, lakini sio wote tunafunguliwa mlango. Shamba inataka ni moja na mpaka ni moja, lakini lango la baraka tu ya shamba linakuwa ndani ya mtu mmoja special. Kwa hiyo una uhakika wewe hautavuna, huyo hatavuna. Kwa hiyo amefunguliwa mlango wa kufaa sana. Haleluya. 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 Sema leo Bwana Yesu. Nisaidie. Sema kwa Bwana Yesu. Nisaidie. Sema leo Bwana Yesu. Nisaidie. Nisaidie sana. Nisaidie. Nisaidie. 2026. Ufunuo huu ulete badiliko ndani yangu. 2026. Ufunuo huu ulete mageuzi ndani yangu, kifikra, kiakili, kimaamuzi. Mungu nisaidie. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Sema nimekupa tu msingi, tutaendelea kesho. Ni somo ambalo ninahitaji kwenda na wewe kiutaratibu, yaani kitaratibu, kwa sababu mwanzoni niko kwenye msingi mzuri wa hili somo. Hata kama sitafika nusu, lakini hapa mwanzoni ukishaelewa vizuri utajua kitakachotokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika ulimwengu uliojaa kila aina ya upinzani. Kila aina ya nini? Ya upinzani. Ni upinzani tu kila kona. Kama hatutajua na hatutaelewa kilichopo ndani ya mwaka huu, itakuwa ni ngumu sana kupokea kilichopo ndani ya mwaka husika. Na kitu moja hapa ambacho Mungu alizungumza nami kwa nguvu kabisa mwaka huu, akaniambia huu ni mwaka wa kisadaka. Kaniambia huu ni mwaka wa kisadaka. Na niliachilia somo la mwaka au neno la mwaka pale kanisa kuu Anglikana. Nipo kwenye maombi, nikaambiwa hivi, ili neno la mwaka litolee sadaka. Nikamuuliza Roho kwa nini? Akasema ni mwaka wa kisadaka. Kwenye simu nilikuwa na balance ya hela
nikaachilia sadaka kwenye madhabahu, kwenye akaunti ya kanisa, nikapata shilingi 2500 nikatolea sadaka. Nilipoamini upako ule ukaenda ndani yao, wakasema na sisi hatuwezi tukaacha upako uje kwako, na sisi tukafanya tunatoa sadaka. Ikatolewa sadaka kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa hiyo kutolea sadaka neno la mwaka, unalipa uhalali neno la mwaka, likupe yale ambayo Mungu anayaachilia ndani ya hilo neno la mwaka. Sasa sijajua kama ninyi mnakuwa na utaratibu wa kuwa na neno la mwaka na bwana umeshaliachilia tena. Kwa kama umeliachilia, maana kitengeni siku ya kutolea sadaka. Amina. 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 Nimekwambia nimepata maelekezo magumu sana ndani ya mwaka huu. Pale nyumbani na madhabahu na kuna maombi mengi tu. Ninapoanza mwanzo wa mwaka kunakuwa na maombi mpaka mwisho wa mwaka. Na kuna sanduku la maombi. Hapo nikamwambia hiyo sanduku la maombi tunatolea na maombi, tolea sadaka kila siku alfajiri. Kwa hiyo watu wanaweka maombi, alafu mimi ninapoomba pale kila siku alfajiri, ninapoomba pale naachilia sadaka. Na nikaambiwa ni noti moja kubwa ya fedha halali ya Tanzania, isichenjiwe, isiwe shilingi 2,000 wala 3,000, ni noti ile ya mwisho. Kwa kila siku alfajiri, kuanzia siku ya kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Sasa cheki baba mchungaji, hicho ndicho ambiwa. Akaniambia hivi, wanakuja kwenye madhabahu hii, wanaomba, wanafunguliwa, wanaachilia sadaka. Ila wewe utoaje sadaka kwenye madhabahu hii? Mwaka huu ni mwaka wako. Kila siku utafungua lango la mwaka siku kwa sadaka. Sasa piga picha. Kila siku asubuhi waachilie sadaka shilingi 10,000 noti. Sio 2,000. Kwa mwezi tutakuwa nimeachilia sadaka 300,000. Isiyopungua 300,000. Hiyo tu ni maelekezo ya asubuhi. Ni maelekezo ya hujapata maelekezo ya kihuduma. Hujapata maelekezo ya kanisa kama hivi Jumapili pa. Na hujapata maelekezo ya kieneo. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Na kitu moja hapo ambacho wenzetu wanakuta kutushinda ni sadaka. Nasema hivi, kama wewe utatolewa sadaka kuzini, ile sadaka itakuwa na uhalali na wewe. Mpaka ikose uhalali na wewe mpaka upate ufunuo juu ya sadaka. Mzee, kama ulifuatilia kwenye Upendo TV, nilifundisha somo ya vita ya kisadaka. Na siku ile ya mwisho tukawa na maombi. Na nilipomaliza ile somo, kuna kijana mmoja nilipotoka tu ninaelekea ofisini, akanifuata ofisi ya mchungaji pale Kinondoni. Akasema, mchungaji, kile ulichokizungumza ni mimi. Nimehangaika sana. Ni engineer wa meli. Miaka 5 hakuna kazi. Anatuma maombi, hajaitwa kwenye interview sehemu yoyote. Anasema sisi familia yetu ni familia ya sadaka. Sadaka ni sadaka za Mungu kwenye madhabahu. Nikasemeshwa, akatoka akaenda kutoa fedha, akabakiwa na shilingi 12,000 kwenye akaunti. Alikuwa na akiba ya milioni 2. Aliambiwa atoe abakize hela ya kulinda akaunti 12,000. Kazichukua kaenda kwenye bahari. Anakuja anapiga magoti pale ofisini, analia sana. Sitaki kusubiria mimi Jumamosi. Nimeambiwa mimi ni hapa namalizana nao hapa kisadaka.
ananipigia simu, analia, anasema KKT kama mchungaji, sielewi kilichotokea. Wapo unaponiona nimepigiwa simu saa 1, ninaambiwa uko wapi? Nikamwambia niko Manzese. Tunakutafuta, tumeona CV yako kwenye mfumo, tunakutafuta mtu kama wewe, tunatafuta mtu kama wewe. Walabu anaitwa Jackson, tunatafuta mtu kama wewe, uko wapi? Tutume gani kufuata? Sasa kwa Manzese, kaa kwenye kichumba kimoja na sebule Uswahilini. Anapelekwa V8 new model 200 gari ya rotuna yale, anafuata, anapakiwa, anapelekwa bandarini, anaonyeshwa ofisi, mkataba huu sign, hakuna majadiliano. Kwa CV na vigezo vya bwana, hatuhitaji interview. Walabu hatuhitaji interview. Ofisi yako hii, sekretari wako huyu, gari iliyokufuata ndio gari yako ya ofisi. Kutoka bodaboda ya Boxer, kutoka kutembelea pikipiki ya Boxer, pikipiki aina nini ya Boxer, anachukuliwa, anapelekwa Masaki, nyumba ya kukaa Masaki, upepo wa bahari. Yuko pale sasa, ndio ananipigia simu, tumishi, naomba nitume dereva akufuate. Anajibu maombi, anajibu kwa wakati. Bwana amejua haja ya moyo, jamani, Yesu amefanya. Anajibu maombi, anajibu kivipi? Saa 5 gari hili linakuja. Nikaje nipangalia viongozi kwa sababu pale kwenye zile siku 3 kulikuwa na viongozi wengi wanakuja. Na nimetumwa hapa na bosi, nimuulizie mchungaji Chikoga. Kama Chikoga yuko ofisini. Na bado unaitwa. Sijui nani anasema unaitwa, naona kuna gari moja kali sana sasa. Natoka sasa ndio mambo hii na Jackson. Na pana. Naenda Masaki. Kumbuka katoa sadaka ya milioni 2, kabakiza shilingi 10 na ngapi? 10 na ngapi? Kwa hiyo katoa sadaka, kutengua sadaka. Kwa maana yake katoa sadaka aliyokuwa nayo ili atengue sadaka zote zilizofanyika juu yake na kwenye familia. Nafika pale nakuta bonge la bangalo. Na mwangalia Jackson, engineer. Yuko tu analia. Mimi sielewi. Uliletwa Dar es Salaam kwa ajili yangu. Ananionyesha mikataba milioni 16 kwa mwezi. Si unajua walapo wanalipa kwa dola. Akichange milioni 16 kwa mwezi. Anasema hapa, unaona message hii, nimeingiziwa allowance ya milioni 5. Hii unaelewa vizuri hiki kitu? Kaingiziwa allowance. Bosi, usipate shida kujikimu. Hela ya kujikimu milioni ngapi? Yaani majamaa yamejua hii. Yaani katika ulimwengu wa roho yamejua huyu jamaa ana shilingi 12. Katika ulimwengu wa roho sadaka inakutambulisha mpaka eneo ambalo wanapaswa kutendea yale ambayo unastahili kutendewa. Sadaka inakutambulisha kusikiliza. Sadaka ile inaenda kwa kule kwa wao. Ikasema hakuna mtu mwingine hapa. Jackson huyo maana yake ni nini? Alituma CV lakini hazikuonekana. Sadaka ikaenda kuonyesha. Kwa hiyo mimi nasubiria malimbuko. Si unajua mshahara wa kwanza ni wa bwana? Baba mchungaji hapo vipi? Malimbuko milioni 16. Kwa kweli kiposho chako msadaka yako unapata kwa mwaka inafika?
Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza, ninapokuambia nitoka kisadaka, sio na maanisha, sio basi maanisha. Kwa sababu nilipoanza tu maelekezo hayo ya ndani ya mwaka huu, ndani ya wiki hizi mbili, nimeona mambo makubwa Mungu akitendea. Ndio kwanza ninaanza, nikasema Mungu, kama mambo yenyewe ndio haya. Yaani sasa ninawaza vitu vikubwa. Yaani kama ni wiki hizi mbili tu umetenda hivi. Kumbe wakati mwingine tunashindwa kupokea vile ambavyo Mungu amepanga kutupa, kwa sababu kuna kwana sadaka zinatolewa kwa ajili ya kuzuia baraka zako. Aliambiwa hivi, uchafu aliokuwa nao nyumbani usiingie ndani. Kwa achukue funguo, wewe nyumba kai, kaosheni kamoja juu. Ulivyoanza leo, usitamani kukatisha hili somo. Nasema hivi, hata kama ni mzee, kuna cha kwako ambacho Mungu amekiandaa na uzee wenu huu. Usiseme sasa haya mambo ya vijana. Nasema na uzee wako huo kuna cha kwako Mungu anakupa. Utasema nilichelewa wapi? Utasema wakati wa kubalika ni sasa, na wakati ndio huu. Natamani Mungu akupe ufunuo kama ninavyoona mimi ndani mwaka wa 2026. Haleluya. Haleluya. Nyosha mikono yako juu. Sema Mungu Baba. Ninakushukuru kwa jioni ya leo ambayo ni jioni ya kwanza maandalizi kwa ajili ya somo hili. Mungu nisaidie kwenye ufunuo wa somo hili, na mimi unipe ufunuo wa kulielewa somo hili sawasawa na maelekezo yako, kwa jina la Yesu. Shetani hauna nafasi ya kunizuia kusudi la Mungu ndani yangu, kwenye hili somo, kwenye ulimwengu roho. Ninaona vitu vikubwa ambavyo Mungu unavifungua kwenye maisha yangu, unavifungua kwenye eneo langu, unavifungua kwenye ofisi yangu, unavifungua kwenye biashara yangu, unavifungua kwenye shamba langu, unavifungua kwenye kanisa langu, unavifungua kwenye maono yangu. Mungu, mwaka huu na itajulikane ya kwamba wewe ndiye Mungu usiyeshindwa. Mwaka huu itajulikane wewe ndiye Mungu unayeheshimisha, unayeinua, unayenipa kibali. Nitambulishe Bwana. Sikia, nimepata ufunuo wa kufungua lango la mwaka. Shetani hata kuwa na uwezo wa kuzuia, wa kufunga hilo lango, kwa sababu lango limeshafunguliwa. Hakuna atakayefunga. Mungu, nipe utayari wa kufika mapema ili nipokee zaidi na zaidi chakula hiki ambacho Mungu umekusudia kutupatia sisi waumini wa kanisa la Moravian hapa Koba. Ni baraka na kibali tulichokipata kuwa ni wa kwanza kulipokea hili somo katika manispaa na katika mkoa na katika taifa. Mungu, sisi ni mbegu. Tunatamani tuote, tukue, tuzae, tutoe matunda yatakayosababisha mabadiliko na kwa wengine, katika jina la Yesu.
na kwa damu ya Yesu tumeomba, tumeamini. Amen.